Karibu na ujambo ndani ya Al-Huda TV Burundi. Ni TV yako ya Kiislamu katika nchi ya Burundi na itaendelea pia kukuletea matukio mbalimbali yanayozidi kuendelea katika nchi yetu hii. Lakini leo rasmi tuko hapa katika tarafa hii ya Kinama, ni Masjid Nabawi. Masjid hii inaongozwa na ndugu yetu Maalim Sheikh Isa Shimirimana almaarufu Kishki. Lakini leo rasmi tukio hili ambalo lilotufanya sisi Al-Huda kuweza kufika na kuweza kukupatia ripoti ni namna unavyoona tayari shirika la Aminobu, moja kati ya shirika ambalo linalofanya kazi nzuri sana katika nchi yetu hii ya Burundi. Watu mbalimbali tayari wamehudhuria pamoja na viongozi wa serikali wakiwa wako hapa. Naibu mufti wa Burundi naye yuko hapa pamoja na viongozi katika tarafa au katika maeneo ya Komibu. Mziamuri naye yuko hapa. Lakini kuna mgogoro ambao unaendelea baina ya viongozi wa pande mbili wa masjidi ambayo inaongozwa na Sheikh Shimirimana Isa Kishki, lakini pamoja na wao wenyewe viongozi wa Aminobu. Walikuwa na machache ya kuweza kufikisha kwa Waislamu, lakini pia walikuwa na machache pia ya kuweza kufikisha kwa uongozi wa Komibu. Haya ni moja kati ya mengi ambayo waliweza kuyasema. Tumsikilize moja katika kiongozi wa Aminobu kwa yale ambayo aliweza kuyasema. Madama viongozi wa Komibu walifanya uchaguzi na wanaamini kama uchaguzi ulifanyika, basi tunaomba kwa heshima yao wasaini PV, procès verbal ya uchaguzi. Waisaini ili tujue rasmi wa viongozi wa msikiti. Tunaomba wasaini PV ya uchaguzi ili tujue rasmi wa viongozi wa msikiti. Na kama watuweza kuisaini, basi chenye kinasababisha wasisaini wakitoa njiani. Hayo ni maombi tunaomba, sababu kuchelewesha ili inachelewesha miradi ya Aminobu. Mwaka mzima Aminobu imesimamisha harakati zake. Sasa hivi mwaka mwingine haupiti. Mkichelewa kutengeneza, Aminobu itatengeneza. Na ndio maana mmesikia budget ni kubwa. Harakati ziko mbioni. Sisi tunataka tuendelee. Muda wa kupigania msikitini sisi huko hatuko. Tunataka tuendelee. Inshallah. Pia tunaomba Waislamu wote wenye wanatusikia, tufunguke. Ile wanaita mental slavery, tujitoe ndani fikra kuwa mtu ambaye hayuko katika halul jamaa hana la kusema pa msikitini. Hakuna. Sababu yenye yako hivi yalitengenezwa na halul jamaa kwa kushirikiana na ndugu zao wenye ni wapenzi wa huyu msikiti. Wengi wanajificha mkundi, wanachukua kichaka wanajificha mkundi la halul jamaa. Hivi kweli kazi Mzee Omari alifanya hapa, kazi Mwalimu Juma alifanya hapa, kazi Sheikh Sompo alifanya hapa, kazi kiongozi wetu hapa walifanya hapa. Tunaweza kuambia Al-Jamaa imedecide kubomoa msikiti, ukabomolewa, mbona wasuda watakuja hapa? Lazima tukae sisi wote, tumalize matatizo yetu, tuendelee. Aminobu haina faida yoyote ile. Narudi, Aminobu haina faida yoyote ile, itatoa msikitini kinyume na thawabu. Hamna. Narudi hamna. Na ndio sababu tukiona watu hawaelewi Aminobu, tunaona ni watu wa zamani. Tunaona watatuchelewesha, uko na watafsiria jua, na kumbe jua linaonekana, kila mwenye macho anaona jua. Hilo ni swala nilikuwa napenda, Mwenyezi Mungu akipenda, wa viongozi wa Komibu
watumalizie. Baada ya kuweza kumaliza kumsikiliza kile ambacho alichoweza kusema, kama sintofahamu ambayo zinazozidi kuendelea katika ufanisi wa utendaji kazi, lakini pia naibu mufti wa Burundi naye pia alikuwa na yale ambayo aliweza kuyazungumza. Moja kati ya yale ambayo aliweza kuyazungumza, lakini pia naibu mufti aliweza kuwatoa hofu kwamba moja katika mipango ya mheshimiwa mufti wa Burundi si kuja kuyafunga maasosiasio wala kuyasimamisha, ila ni kuja kuyatia nguvu na umoja wa Kiislamu katika nchi ya Burundi. Msikilize, alafu huku mwisho uje kusikia utamu na lile ambalo linalozidi kuendelea katika mkutano huu. Yani uongozi wa Waislamu haukai. Pengine kila ambacho tutakuwa tumechelewa kukielewa ni kwamba malengo sio kutengana, ni umoja, kama ilivyo kauli ya mheshimiwa mufti, anasema alijamaatu rahma walifurqatu adhabun. Umoja ni baraka na mtengamano ni matatizo. Hilo nadhani mnaliona pamoja na juhudi zake. Alipofika, watu wengi wamezania ya kwamba mashirika anakuja kuyanyang'anya uwezo wao. Hapana, ni kushirikiana lakini kwa nidhamu. Tushirikiane lakini kwa nidhamu na kuheshimiana. Hivyo na hilo ndilo mmeliona kwamba Waislamu wanapaswa kuwa na nidhamu, vurugu zisiwepo, lakini likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, lakini kila umoja anapita njia yake, lakini siwe ni njia ya kuharibu kitabu na sunna medamu na jidai kwamba wewe ni Muislamu. Yangine wote ni kushirikiana tu. Hivyo Aminobu tunaisapoti dini ya Uislamu na viongozi, tuko nyuma yenu. Kama jinsi mlivyozungumza, nafasi ambapo panakuwa kuna tatizo fulani, watu wakae wazungumze. Cha muhimu tu ni kushirikiana na kunasihiana, kwa sababu naona Aminobu wengi ni wazee wetu, na Mtume alayhi salatu wasallam anasema alibarakatu maakabirikum, baraka ni kwa wakubwa zenu, wana elimu na wazee. Yule ambaye anakushinda miaka, kuna kile ambacho anakuwa amekiona wewe bado hujakiona. Hayo ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niseme kwamba huyu ushirikiano pia tunashukuru pia nchi ya Burundi viongozi, kwa sababu haya yote hizi harakati zote ni kwenye nchi, na nchi inahitajia wasimamizi, inahitajia ruhusa, inahitajia kuishi nao vizuri, inahitajia usalama. Hao ni mambo kila siku nakumbusha. Nadhani kabla ya masiku machache au miezi mliona kilichotokea Katumba, lakini ile ni juhudi ya nchi. Hivi watu tunakaa hivi vile bila hata kuomba ruhusa, kwa sababu ni ule mshikamano na serikali, ni ile namna tunavyofanya muamala mzuri pamoja na serikali, na hicho pia tunajivunia kwacho. Na ndio maana tunamuombea Mheshimiwa Rais wa nchi, Mungu azidi kumuhifadhi na kumpa busara, hikima pia na subira, kwa sababu kuongoza watu sio jambo lepesi. Nimalizie jambo moja, ni kwamba Waislamu kama viongozi wa Waislamu nchini Burundi, hasa wenye kuongozwa, aidha hata tukiwaita wa maamuma, tuwaombeni sana dua. Dua ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Hata yote mnafikia malengo, sio kwamba ni ujanja wako, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua ni kitu muhimu, na kuongoza sio jambo lepesi. Lakini ukiwa nayo ni mambo mawili pia, namalizia kwa viongozi. Viongozi wakishakuwa na ikhlas na wakawa na mshikamano, alafu wanapata dua za wamaamuma za walia wao, bila shaka tunafika. Na huyo mshikamano wa uongozi wa Kiislamu nchini pamoja na mashirika hasa Aminobu, kwa kweli tumesema kwamba sisi tuko tayari kwa lolote lile, lakini tuone kwamba Waislamu
wamepata amani na usalama, maendeleo hata kiimani, kwa sababu mmesikia Mheshimiwa Mufti aliliomba siku ya Eid kubwa pale uwanjani, akasema Mheshimiwa Rais amsaidie ndani ya Uislamu, atuondolee vurugu, na alama tunaanza kuziona. Kwa hiyo dua zenu waheshimiwa, na tunashukuru sana, na tuko maponja na nyinyi, na chochote kile tutasaidizana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kuweza kumsikiliza kile alichoweza kukisema, kwako nayo maoni pia ya kutoa na kuandika chini ya comment katika haya ambayo yanayozidi kuendelea. Watu mbalimbali walipata nafasi ya kuweza kusema, lakini kiongozi wa masjidi hii ambayo ni Masjid Nabawi, Maalim Sheikh Shimirmana Isa Kishki, je, analipokeaje hili ambalo liliweza kusema? Je, atakuwa na maoni ya yale ambayo yanayozidi kuendelea hapa? Tumsikilize na yeye katika maoni yake, na ombi kwa viongozi wa Komibu, lakini kadhalika na ombi kwa viongozi ambao wa Aminobu ambao wanaopatikana hapa, baina ya mgogoro huyu mfupi ambao unaweza ukatatulika kihikma pamoja na busara. Kadhalika tutoe shukurani zetu kwa viongozi wa shirika hili na wale wanaoshirikiana nao kwa kutualika katika hafla hii, kujumuika na wao katika kukamilisha mwaka wa kazi kama walivyosema, kadhalika na kutuonyesha viongozi wapya. Sina la mengi ya kuzungumza kinyume na yale yaliyosemwa, lakini nikazie katika mazungumzo yaliyozungumzwa na Mheshimiwa Naibu Mufti. Umoja ni kitu muhimu sana, na ndiyo nembo ambayo Mheshimiwa Mufti anaitembelea, aljamaatu rahma walfurqatu adhabu. Watu kama tutashikamana, tukawa kitu kimoja, tukawa jambo moja, maendeleo yatakuwa, tutapiga hatua. Kwa mimi ningetoa nasaha hii, tuendelee kushikamana, tuwe kitu kimoja, tukae chini katika shura, katika tukiwa na jambo tukae chini. Lile ambalo litakuwa limetoka katika shura, hilo ndilo ambalo tuende ndanimo. Nimalize nizungumze mimi kama kiongozi wa msikiti wa Masjidun Nabawi. Aminobu ni wazee wetu, walillahi alhamdu wal minna, ni wazee wetu, na hasa mimi ni kiongozi kweli wa msikiti, lakini kwenye umri mimi bado ni mtoto wao, ni mtoto wao. Kuna mambo ambayo sisi kama viongozi wa msikiti hatuyaoni vizuri kwao. Kwa tungeliomba hili ambalo walolisema la kukaa chini, tukajadiliana, tukashauriana, tukenda katika njia sawa, hiyo ndio la muhimu na ndio tutakuwa tumefaulu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aziunganishe nyoyo zetu, azithibitishe nyayo zetu, na tukusanye katika khairi daima na daima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwishoni kabisa katika yale ambayo ulioweza kuyasikiliza katika haya ambayo mimi nimeyasema, hii ni Al-Huda TV Burundi. Tunajitahidi na sisi kuendelea kujitoa na kuweza kukuletea matukio ambayo yanayozidi kuendelea katika nchi yetu ya Burundi. Hatutaondoka hapa ili tusikilize maoni sasa ya wanamemba wa Aminobu. Wana mengi ya kuweza kusema, lakini kueleze na nikukumbushe kwamba tukio hili la leo ni tukio ambalo lilikuwa ni kuadhimisha au kukabidhi, kuonesha na kutambulisha viongozi wa Aminobu kwa ufanisi wa kuwakabidhi madaraka kwa kipindi cha muhula wa miaka 5. Wao wenyewe wanadhihirisha wazi kwamba tayari wametumika takriban zaidi ya mwaka mmoja katika ubora na ufanisi wa kazi. Baada ya hili, haya ndio alizidi kuendelea na kutokea ndani yake. Kiongozi ni mimi hapa mbele yenu na wazungumzia Omar Kashindi. Naibu wangu ambaye amechaguliwa tena ni Ndabagwena Mbere Magufuli. Na kwa hiyo Aminobu na wapongeza, wamenipa naibu mwenyewe anaweza
sababu anafanya kazi vizuri sana. Secretaire ni Ndikumana Musa Diego, tunamwomba asimame watolee salamu. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Trésorier na porte parole wa Aminobu ni Bwana Karikumutima Twaha Saleh, tunaomba pia awatolee salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. President wa Assemblée ni Ndabishurire Saidi, tunamwomba pia na yeye asimame watolee salamu. Coordinateur de projet yani Bwana Miradi ni Ruhara Daudi, tunamwomba pia awatolee Waislamu salamu. Pita. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Coordinateur adjoint yani bwana mipango, bwana miradi, naibu ni Jumapili Adam, tunaomba pia kwa heshima yake watolee salamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. President wa Conseil des Sages, kamati ya ushauri ni Sheikh Nakamurenga Abdul Karim, tunamwomba pia awatolee salamu. Naam, wamenifahamisha kama ametoka kwa dharura, lakini tuwasikilize sasa wale ambao wana memba wa Aminobu wana lile la kuweza kusema. Mimi nitajitahidi niwafuate wazee kadhaa ambao wanaweza wakayasema mengi sana na tukaweza kupata faida iliyokuwa kubwa. Mimi ni Hamza Mahane, ripota wa Kiislamu katika nchi ya Burundi. Endelea sasa tuwasikilize maoni ya wanamemba. Lakini nikatamani sasa tumpate mtu ambaye yuko ndani ya Aminobu ambaye anaweza akatujibia kile ambacho tulichokisikiliza hapa katika mtazamo. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wangekufahamu kwanza jina lako? Mimi naitwa Daudi Ruhara. Na Mheshimiwa Mzee Daudi, sawa na haya ambao unaona Aminobu, wewe uko katika upande wa Aminobu wala uko katika kamati ya msikiti? Mimi siko ndani ya kamati ya msikiti. Mimi niko ndani ya Aminobu. Malengo yenu tumeyasikia kuwa kama ni mazuri, lakini bado unaona kuwa kama kuna kitu bado kama vile msikiti hajakiweka sawa ili tuweze kufika. Na miaka hii mitano ambao unaiona kama inaenda na naibu mufti alikuwa yuko hapa, unahisi kwamba kwa watazamaji ambao wanaotutazama leo, nini ambacho unachokiona hapo unaweza kututengenezea kama sura ili tupate kuelewa kiundani zaidi na tupate faida kwamba baada ya hapa tunaenda sasa kwenye maendeleo? Mimi nafikiri cha kwanza ni kumwomba Mungu atupe afya njema, kwa sababu akishatupa afya mengine yatafuata. Kwa hiyo miaka mitano kuna mambo mengi yatafanyika kama gisi kiongozi alizungumza, na yale kiongozi alizungumza yanafahamika na hatarudi nyuma ikiwa kama ngoja tujalia uhai, na tutafanya mengi kama gisi tulitangulia kufanya mengine huku nyuma ya zaidi. Hivi tunakusudia kama gisi alizungumza tunataka tujenge msikiti fasi wanaitwa Ndava, tuweke na shule pale, kwa sababu tuliona kama nafasi ile hakuna msikiti na hakuna shule. Ile ikikamilika nafikiri mengine yatafuata nyuma inshallah. Kwa sasa hivi ni kama mnaenda sambamba pamoja na viongozi wa Masjid Nabawi ili mradi sisi wote tufike kwenye maendeleo. Mimi nafikiri viongozi Nabawi sisi hatuko mbali nao, lakini unajua kama Ibilisi na yeye vile vile ana nguvu, linaweza kupitia jambo likatutofautisha kidogo, lakini tuko na viongozi wa dini wamesoma dini, likitokea hilo watatuweka sawa. Viongozi wa msikiti huyu ni watoto zetu, ni wadogo zetu, na hatuwezi kusema tuwapige vita au wao tupige vita. Pale tutakutanisha, alhamdulillah, kwa mambo ya dini tutakwenda sawa, lakini ikiwa sio mambo ya dini, labda hapo ndio hatuwezi kukubaliana.
Ujumbe wako sasa kwa Waislamu ambao wameliona ile jambo toka mmeanza lilipendeza na linaelekea umesimama mtajenga masjid Ndava na maendeleo ya sasa, ujumbe wako sasa kama kutoka kwenye shirika letu hili lizuri la Aminobo, Waislamu ambao wanatutazama wanatamani sasa kupata conclusion yangu ambayo katika hii siku ya leo kwamba yale ambayo umeyaona tunaenda nayo sasa. Ujumbe wetu wa kwanza, Waislamu walikuwa hapa, kwanza watuombee dua tufike kwenye malengo. Mimi nafikiri insha Allah siku ziko mbele tutafanya mengi mazuri sana na watu watafurahi. Kama kisi tumesema ule msikiti ukipatikana itakuwa ni kitu kikubwa, na mingine tumeshajenga kama Karusi, tumeshajenga Gihogazi, tumeshajenga Mnanira, tumeshajenga Songole, hapo pote tumeshaweka misikiti kule na watu wana swali adhana zinatoka. Mimi nafikiri hakuna kitu cha kuzidi hiki. Nikomba Mungu atupatie uhai tuendelee, kumingine atafuata insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunashukuru sana na Mungu akubarikieni. Na sisi tunashukuru sana ujio wenu. Al Huda, mwongozo wa jamii.